Jambo na karibu tena, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Siku mbili zilizopita nilikusogezea hapa taarifa ya kundi la Kiislamu ambalo lina mshikamano na Al-Qaeda. Kundi hilo lilifanya mashambulizi kwenye kambi ya kijeshi ambayo inapatikana katika mji wa Dibo huko Burkina Faso na kupelekea vifo vya wanajeshi zaidi ya 100, lakini pia kuna raia ambao walipoteza maisha kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali. Lakini baada ya kusogeza taarifa hiyo, kuna watu ambao wakatukana taarifa ni za uongo, lakini pia kuna watu ambao wakaungana na mimi baada ya kupitia sources mbalimbali wakakonfirm ya kwamba ni kweli shambulio hilo limetokea, lakini pia ni kweli kuna wanajeshi wa Burkina Faso ambao wamepoteza maisha. Hii ni taarifa nyingine tena, mwendelezo wa taarifa ya mji wa Dibo kushambuliwa na kundi hilo la Kiislamu ambalo lina muungano na Al-Qaeda. Idadi ya wanajeshi ambao wamepoteza maisha katika shambulizi hilo imefikia wanajeshi 200. Mashambulizi hayo yalitokea kati ya Mei 10 na Mei 14 mwaka 2025 na yanatajwa kuwa ni miongoni mwa mashambulizi mabaya zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini humo tangu kuanza kwa machafuko ya kijihadi karibu muongo mmoja uliopita. Shambulio la kwanza lilifanyika mnamo Mei 10 katika kambi ya kijeshi karibu na mji wa Titao, ambapo wanajeshi 60 waliuawa baada ya magaidi kuvamia kambi hiyo kwa kutumia magari yenye silaha nzito pamoja na pikipiki. Lakini siku chache baadaye, kati ya Mei 12 na Mei 14, mashambulizi mengine kadhaa yalitekelezwa kwa kushirikisha mashambulizi ya kushtukiza na vilipuzi vya ardhini, yakisababisha vifo vya wanajeshi wengine wapatao 140. Taarifa kutoka kwa maafisa wa usalama na vyanzo vya ndani zinaeleza kuwa washambuliaji wanahusishwa na kundi la Kiislamu ambalo kifupi chake ni JNIM, ambalo ni muungano wa makundi ya kijihadi yanayoshirikiana na mtandao wa Al-Qaeda. Kwa sasa karibu nusu ya ardhi ya Burkina Faso haiko tena chini ya udhibiti wa serikali, hali inayoongeza ugumu wa mapambano dhidi ya magaidi. Serikali ya kijeshi ambayo ilipindua uongozi uliokuwepo kwa madai ya kushindwa kukabiliana na ugaidi bado inakabiliwa na changamoto kubwa katika kurejesha utulivu Burkina Faso. Mapigano haya yamekuwa yakiongezeka kwa kasi, si tu ndani ya Burkina Faso bali pia katika mataifa mengine ya ukanda wa Sahel kama vile Mali pamoja na Niger. Makundi yenye uhusiano na Al-Qaeda pamoja na mengine yanahusishwa na ISIS yameendelea kuendesha operesheni za vurugu kwa lengo la kutoa maeneo na kuyafanya kuwa ngome zao. Hii ni taarifa kubwa mno. Ukiangalia makundi yote haya, nilikuhabarisha ya kwamba tumeshuhudia mataifa ya magharibi kwa namna moja ama nyingine, Marekani ikiwa ni miongoni mwa mataifa hayo, lakini pia Ufaransa, wanachukizwa mno na uongozi wa Rais Captain Ibrahim Traore, lakini pia ameamua kuchagua upande kwenda na Rais wa Urusi Vladimir Putin. Makundi yote haya ya kigaidi ambayo yamekuwa yakizidi kufanya mashambulizi, yakivamia kambi za kijeshi kama hivyo na kupelekea wanajeshi wa Burkina Faso kupoteza maisha, mengi yamekuwa yakifadhiliwa na mataifa ya magharibi kwa lengo la kuhakikisha ya kwamba hata uongozi wa Captain Ibrahim Traore unapinduliwa. Tumeshuhudia majaribio kadhaa ambayo yamefanyika kwa lengo la kutaka kupindua serikali ya Captain Ibrahim Traore, lakini kutokana na ujasusi mkubwa wa Urusi, ambapo tunafahamu ya kwamba kuna wanajeshi kutoka Urusi wapo Burkina Faso kwa lengo la kuimarisha ulinzi kwa Rais Captain Ibrahim Traore. Hivyo tumeshuhudia majaribio zaidi ya 20 ya kutaka kumuua, lakini pia kupindua serikali ya Burkina Faso yakishindikana. Washirika hao wa Al-Qaeda wao wamedai kuwa waliwaua wanajeshi 200 katika shambulio dhidi ya kambi ya jeshi la Burkina Faso wiki hii, kulingana na NGO ambayo inafuatilia shughuli za mtandaoni
za makundi yenye silaha. Kundi hilo lilikiri kutekeleza shambulio hilo. Al Jazeera ni miongoni mwa vyanzo vya habari vikubwa mno ambavyo vimekuwa vikitoa taarifa, lakini havikuweza kuthibitisha kwa uhuru idadi ya waliofariki. Lakini chanzo cha jeshi la Burkina Faso kiliambia Al Jazeera kwamba kundi hilo lenye silaha lilikuwa likizidisha idadi ya waliouawa, ya kwamba idadi ya waliopoteza maisha hawajafika 200, lakini kundi hilo katika taarifa zake wamekuwa wakizidisha idadi ya wanajeshi ambao wamepoteza maisha. Kundi la ujasusi la SITE lenye makao yake Marekani, ambalo hufuatilia shughuli za mtandaoni za makundi yenye silaha, lilisema kundi hilo la Kiislamu JNIM lilitoa madai hayo katika taarifa rasmi kupitia mitandao yao ya kijamii. Operesheni hiyo inakuja huku kukiwa na ongezeko la shughuli za kundi hilo nchini Burkina Faso katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita na kusababisha idadi kubwa ya majeruhi, SITE ilisema. Shirika hilo hapo awali lilisema kuwa mkuu wa kundi hilo la Kiislamu nchini Burkina Faso, Ousmane Diko, alionekana kwenye video akiwataka wakazi wa Dibo kuondoka katika mji huo kwa usalama wao wenyewe. Akiripoti kutoka Dakar, Senegal, Nicolas Hakiu wa Al Jazeera alisema shambulio hilo lilifanyika kwa siku kadhaa. Kama nilivyokuambia hapo, kuanzia tarehe 12 mpaka tarehe 14 yalifanyika mashambulizi makubwa zaidi. Moja ya kituo kikuu cha kijeshi ambacho kilipaswa kulinda mji huu wa watu wapatao 200,000 kiliangamizwa kama vile nguvu ya makundi yenye silaha, alisema Nicolas Hakiu wa Al Jazeera akiripoti kutoka Senegal, Dakar. Hili ni moja ya mashambulizi mabaya zaidi nchini Burkina Faso na inakuja kama vile Ibrahim Traore, kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso, amekuwa akisema kwamba nchi imekuwa ikipata eneo na kuwahimiza watu kurejea makwao, lakini shambulio hili la hivi punde linathibitisha kinyume, alisema Hakiu. Video inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii kutoka kwa shirika tanzo la Al-Qaeda ilionya watu kuondoka majumbani mwao na kusema kwamba itateka maeneo mengi zaidi. Tunachokiona hapa ni sehemu muhimu ambapo makundi haya yenye silaha ambayo kwa kawaida hushambulia vijiji sasa yanajaribu kuteka miji. Ni pigo kubwa kwa vikosi vya jeshi la Burkina Faso, Hakiu alisema, akibainisha mashambulizi yanakuja wakati Traore alipokuwa akizuru Urusi, akimwomba rais wa Urusi Vladimir Putin kwa mafunzo zaidi na silaha ili kupambana na makundi yenye silaha Burkina Faso. Kundi hilo la Kiislamu limedai kuhusika na shambulio jingine wiki hii ambalo lililenga kituo cha kijeshi katika jimbo la Rorum kaskazini mwa Burkina Faso, ambapo kundi hilo lilisema wanajeshi 60 waliuawa kulingana na SITE. Mashambulizi hayo yanaangazia matatizo ambayo mataifa matatu ya Sahel ya Burkina Faso, Mali na Niger yanayotawaliwa na viongozi wa kijeshi yanakabiliana nayo katika kuyakizi makundi yenye silaha. Mamlaka ya Burkina Faso bado haijatoa maoni yoyote kuhusu mashambulizi ya hivi punde. Shambulio mashuhuri lilitokea katika mji wa Sole wa Burkina Faso, ambapo wapiganaji wa kundi hilo la Kiislamu walivamia kituo cha jeshi na kuwaua wanajeshi. Shirika la ujasusi la SITE lilisema bila kutaja siku gani lilifanyika. Serikali ya kijeshi ilichukua mamlaka nchini Burkina Faso mwaka 2022, lakini kwa kiasi kikubwa wameshindwa kuleta utulivu, kwani zaidi ya 60% ya nchi hiyo bado inakadiriwa kuwa nje ya udhibiti wa serikali, na makundi hayo ya kigaidi yamekuwa yakiendelea kudhibiti maeneo zaidi. Lakini bado nitazidi kukuambia hili ni kwamba mataifa ya magharibi kama vile Marekani pamoja na Ufaransa yanahusika kwa kiasi kikubwa katika kufadhili makundi haya, kuwapatia silaha, lakini pia fedha za kuendesha makundi hayo ya kigaidi kwa lengo la kuhakikisha kwamba serikali ya kijeshi ya Burkina Faso chini ya Rais Kapten Ibrahim Traore inapinduliwa. Kumbuka tumeshuhudia hata kiongozi wa AFRICOM, kamanda mwenye nyota 4 Langley kutoka Marekani mwenye asili ya mtu mweusi alisema ya kwamba Kapten
Ibrahim Traore amekuwa akitumia dhahabu ya Burkina Faso kujinufaisha yeye binafsi na sio kuwanufaisha watu wa Burkina Faso. Akasema ya kwamba akamatwe rais wa Burkina Faso ni chuki ya wazi Marekani wanaionyesha kwa Burkina Faso. Lakini pia tumeona sehemu kubwa ambapo Marekani huwa anakuwa na maslahi napo. Machafuko kama haya ni kawaida kutokea. Wakati machafuko yakiendelea, basi wao mara nyingi sana wamekuwa kitumia kipindi hicho kuondoka na mali muhimu kama Burkina Faso. Kitu ambacho ni target kubwa ukiachana na madaraka ni dhahabu ambayo inapatikana hapo, pamoja na mali nyingine nyingi ambazo zinapatikana Burkina Faso. Rais Kapteni Ibrahim Traore ameamua kubadilisha utaratibu, lakini pia kuanzisha kampuni ya kuchimba madini Burkina Faso, lakini pia kutengeneza kiwanda ambacho kitahusika kusafisha madini ndani ya Burkina Faso na sio kuyatoa nje. Lakini pia Ufaransa pamoja na makampuni mengine kutoka Marekani na Ufaransa ambayo yalikuwa kimiliki migodi ya kuchimba madini Burkina Faso yameweza kuporwa zile hatimiliki za kuchimba madini. Hivyo serikali inahusika kwa kila kitu. Ni kitendo ambacho kwa namna moja ama nyingine usitegemee kuona mataifa ya magharibi yatafurahia kitendo hicho. Ndio maana unaona machafuko kila kukicha, lakini pia makundi haya jiulize yanapata wapi fedha za kununua silaha nzito kuhakikisha kwamba wanazidi kufanya uvamizi na kuvamia kambi za kijeshi, lakini pia raia wasiokuwa na hatia wakipoteza maisha, wengine wakikimbia makazi yao. Propaganda za mataifa magharibi bado zinazidi kuenea Burkina Faso na makundi haya ya kigaidi yakizidi kuteka vijiji zaidi. Mengi nitazidi kukuhabarisha hapa, lakini tuseme tu ya kwamba Kapteni Ibrahim Traore ni miongoni mwa viongozi ambao kwa sasa wanawindwa sana duniani, hususan mataifa ya magharibi yanamchukia sana, lakini bado anazidi kupambana. Amechagua upande, yupo na Urusi na kila kitu ipo siku kitakuja kukaa sawa. Amekataa ukoloni mamboleo, ndio sababu ya yote haya ambayo yanazidi kuongezeka kila kukicha. Tochea maoni yako na endelea kukaa karibu nasi kwa taarifa zaidi.